Historia ya maisha ya Manman. Sura ya kwanza. Kuzaliwa kwa Suleiman. Kama unataka kumwelewa Suleiman, ni lazima kwanza urudi nyuma mnamo Julai ya mwaka 1982, kabla hata ya tarehe 18 ya mwezi huo. Kulikuwa na safari moja ndani ya Ziwa Victoria ambayo ingebadilisha historia ya familia ya Mzee Mohamed Suleiman milele. Hebu mtafute picha Bi Zeyana akilini mwako. Alikuwa mjamzito akibeba kile ambacho dunia ingekuja kumjua kama Suleiman. Karibu yake walikuwepo binti zake wadogo, dada zake Suleiman, wakiwa wametulia ndani ya mtumbwi ule wa mbao uliokuwa ukipasua mawimbi ya ziwa. Walikuwa wakitoka kijijini Kahunda, Sengerema kuelekea Nyamirembe wilayani Chato. Bi Zeyana alikuwa akienda kujifungua kwa ndugu zake, utamaduni wa kale wa kutafuta amani ya moyo wakati wa kuleta uhai mpya. Lakini Ziwa Victoria halina huruma kwa mpita njia. Katikati ya safari, hali ilibadilika. Mtumbwi ukaanza kulemewa. Maji ya ziwa, baridi na yenye nguvu, yakaanza kuingia ndani ya chombo kile. Unaweza kuwaza hofu aliyokuwa nayo Bi Zeyana akiwa na tumbo lake kubwa na watoto wake wadogo pembeni, akitazama ukingo wa Nyamirembe ambao bado ulikuwa mbali. Mzee Mohamed, nahodha wa familia ile, alikuwa akipambana na usukani na mawimbi. Karibu yake alikuwepo kijana mmoja shujaa aliyeitwa Ibrahim. Hapo ndipo kazi ya kishujaa ilipoanza. Ibrahim akawa anachota maji kwa kasi, akiyamwaga nje, huku Mzee Mohamed akihakikisha mtumbwi hauendi mrama. Ilikuwa ni mbio kati ya kifo na uhai. Kila tone la maji lililotolewa na Ibrahim lilikuwa ni nafasi nyingine kwa Suleiman kuishi. Bi Zeyana, licha ya uoga uliomjaa, alibaki kuwa nguzo ya utulivu kwa wanawe wadogo. Kwa uwezo wa Mungu na juhudi za wanaume wale wawili, mtumbwi ule uligusa ardhi ya Nyamirembe salama. Suleiman hakuzaliwa tu, alishinda vita yake ya kwanza akiwa bado tumboni mwa mama yake. Alikaribishwa duniani na harufu ya maji ya Ziwa Victoria na ushindi dhidi ya dhoruba. Sura ya pili, kichwa cha dhahabu na wimbo wa mapokezi. Baada ya siku chache za utulivu tangu ule mtumbwi wa farasi wa majini kugusa nchi kavu, mnamo tarehe 18 Julai 1982, nyumbani kwa Mama Ali huko Nyamirembe, dunia ilimkaribisha Suleiman. Wanasema siku zote mtu muhimu anapotaka kuja duniani lazima apitie misukosuko mizito. Suleiman hakuwa tofauti. Alizaliwa kwa kishindo, lakini sura yake ya kwanza ilileta hofu kidogo. Kichwa chake kilikuwa bapa, kikifanana na mhusika wa katuni maarufu Chakubanga. Ilionekana ni kama matokeo ya mapambano yale ya ziwa akiwa bado tumboni. Lakini kwa nusura ya Mungu alikuwepo mama mmoja, jamaa wa karibu wa familia ya Mama Ali. Kwa kutumia uzoefu wake wa jadi na mikono yenye baraka, alianza kumkanda Suleiman kichwa chake kwa kutumia taulo iliyorowekwa kwenye maji ya moto. Taratibu, kwa uvumilivu na uwezo wa Muumba, kile kichwa kikarudi katika hali yake ya kawaida. Kumbe, chini ya kile kichwa bapa alikuwa amejificha kijana mtanashati. Baada ya siku kadhaa za mapumziko, Bi Zeyana alipopata nguvu na utulivu, safari ya kurudi nyumbani Kahunda ilianza. Mapokezi ya kijijini yalikuwa ya aina yake. Walipokelewa kwa shangwe kwa sababu familia ya Mzee Mohamed Suleiman ilikuwa imeleta jembe jipya kijijini. Mmoja wa watu waliokuwa na furaha zaidi alikuwa Mzee Malikioni. Huyu alikuwa mtu wa kipekee ambaye kazi yake ilikuwa kuleta maji hapo nyumbani kila siku. Mzee Malikioni alikuwa na tabia moja iliyojulikana na kila mtu. Baada ya kumaliza kazi yake ya kuteka maji, alipenda kupoza koo lake kwa kinywaji chake cha kipekee kilichoitwa sharbati mweleka. Akishashusha kinywaji hicho, sauti yake ya furaha ilisikika akimba kwa bashasha, akisherehekea kuwasili kwa Suleiman. Ilikuwa ni shamra-shamra za kweli, huku sifa za sharbati mweleka na nyimbo za Mzee Malikioni zikitawala anga la Kahunda. Sura ya tatu, mizizi ya Oman na shamra-shamra za Kahunda. Ili uijue vyema damu inayotiririka ndani ya mishipa ya Suleiman, ni lazima utazame bahari ya Shamu mpaka nchi ya Oman. Mzee Mohamed Suleiman akiwa pamoja na mdogo wake Mzee Ali Suleiman walifanya uamuzi uliogeuza maisha yao. Wakiwa bado vijana wadogo na wenye ndoto, walipanda jahazi kule Oman na kuanza safari ndefu kuelekea Afrika Mashariki.
Walikaa baharini kwa takriban miezi minne wakipambana na mawimbi makubwa na upepo mkali mpaka hatimaye walipotia nanga katika ardhi ya Tanzania. Walipofika Kahunda, Mzee Mohamed na Mzee Ali walijenga maisha yao kwa umoja. Hata hivyo, kifo hakina hodi. Wakati Suleiman anazaliwa, tayari Mzee Ali Suleiman alikuwa ameshatangulia mbele za haki. Lakini udugu wao haukuishia hapo. Mzee Mohamed alijitwika jukumu la kulea watoto wa mdogo wake kama wanawe wa kumzaa. Hivyo ndani ya ile nyumba ya Kahunda, Suleiman alikuwa pamoja na binamu zake ambao walikuwa ni ndugu wa damu: Hamadi, Seif, Faridi, Twalib na Suleiman binamu yake aliyeitwa jina lile lile. Maisha ya kijijini Kahunda yalikuwa ya furaha isiyo na kifani, yakijaa kelele na vicheko vya familia hiyo kubwa. Suleiman alikuwa akizungukwa na upendo wa dada zake watatu, Raya, Asha na Moza, na kama ilivyokuwa Baraka, miaka miwili baada ya Suleiman alizaliwa mdogo wake wa kike aliyeitwa Zuwena. Lakini uzuri wa familia hii ulijidhihirisha zaidi katika umoja wao na watoto wa upande wa mama mwingine, Bi Safia maarufu kama Mama Rashid. Hapa Suleiman alipata kaka na dada wakubwa mapacha, Rashid na Salum, pia dada yao Kidheya, na kaka Aboud, shabiki wa Yanga aliyependa mpira sana. Hapo nyumbani hapakukosekana mgeni ambaye alikuwa kama ndugu Zolo Buya. Akiwa rafiki wa karibu wa kaka Salum, Zolo Buya alikuwa sehemu ya kivuli cha nyumba ile, akicheza soka kabla hajaja kuwa nyota wa Toto Africans ya jijini Mwanza. Hata hivyo, Suleiman alipofikisha umri wa miaka mitatu, upepo wa mabadiliko ulivuma. Kwa ushawishi wa Mzee Hamdun Bunda, Mzee Mohamed aliamua kuhamisha familia yake yote na kuelekea wilayani Bunda mkoani Mara.